Wengi walidhani kwamba huenda ni kiki, huenda mtu mzima Stephanie Kiazizi amekurupuka kuweza kumuoa Hamisa Mobeto. Huenda Hamisa Mobeto pia amepata fedha kwa mtu mzima Stephanie Kiazizi, na wengi walidhani kwamba huenda ndoa hiyo haitodumu muda mrefu. Wengi wakaweza kuanza kutabiri kwamba hawa watafika popote kwa sababu ni kama wamekurupuka, lakini ni kama mtu mzima Stephanie Kiazizi ni kama vile ni mtu ambaye hakuweza kukaa chini na kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kufanya analysis juu ya kile ambacho anakwenda kukifanya, kwa sababu ya mazingira ya ndoa, jinsi ambavyo ilivyokuwa, jinsi ambavyo walivyopatana na maisha mpaka wanakwenda kuanza. Namzungumzia Stephanie Kiazizi pamoja na Hamisa Mobeto. Wengi walidhani kwamba huenda hawatodumu muda mrefu. Wengi walidhani kwamba huenda ni watu ambao wameingia kwenye mahusiano ya ndoa kwa sababu ya vitu ambavyo sio vile ambavyo vinapaswa watu kuweza kujichagua kuingia kwenye mahusiano ya ndoa. Yani kila mmoja alikuwa na target zake. Wengi walikuwa wanasema kwamba Hamisa Mobeto huenda amepata fedha kwa mtu mzima Stephanie Kiazizi, lakini wengine wanasema kwamba Stephanie Kiazizi ni mshamba wa mahusiano, ndio maana ameweza kufanya maamuzi ya kuweza kumuoa Hamisa Mobeto. Lakini mambo yamezidi kuwa tofauti kwa sababu ya kile ambacho kinachoonekana sasa hivi. Mahusiano yao yanazidi kupendeza, mahusiano yao yanazidi kufaana, mambo yao yanazidi kwenda, yani kila mmoja anafurahia kwa kwenye mahusiano ya ndoa na mwenzake. Yani Stephanie Kiazizi anafurahia kwa kwenye mahusiano na Hamisa Mobeto, lakini pia Hamisa Mobeto anaenjoy kwa kwenye mahusiano pamoja na Stephanie Kiazizi. Ni watu ambao wamekuja kuwafundisha Tanzania how to date, namna gani ya kuwa kwenye mahusiano ambao ni imara, namna gani ya kuwa kwenye mahusiano ambao ni serious, namna gani ya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa ili hali ni superstar. Kama tunavyojua kwamba Tanzania superstar wengi huwa hawadumu kwenye ndoa, yani unaweza kukuta muda mfupi tu kidogo, mwaka mmoja, miezi kadhaa, mambo yalishaanza kuharibika. Lakini kwa Stephanie Kiazizi pamoja na Hamisa husikii hata chokochoko za aina yoyote. Inaonesha namna gani ambavyo wana true love. Lakini huenda pia inaweza kuwa ni ndoa changa hii, ndio maana haya mambo yanazidi kuendelea hivi. Mambo yanaweza kuwa hivi kwa sababu hii ndoa ni changa, yani vile Stephanie Kiazizi pamoja na Hamisa walivyo ni wachanga katika mahusiano, lakini ndoa yao huenda ndio maana tunayaona haya ambayo yanaendelea hivi sasa, kwamba hapo karibu hawataki kuwa mbalimbali. Ndio maana unaona kila sehemu ambapo yupo Stephanie Kiazizi hata kwenye kufuturu wako wote pamoja, tofauti na vile ambavyo ilivyokuwa zamani kwamba unaweza kukuta wako mbalimbali. Lakini kwa sasa hivi mambo yamezidi kubadilika, wanakuwa pamoja muda mwingi, lakini wanakuwa ni watu ambao wako karibu sana kuhakikisha kwamba wanajenga mahusiano yao, lakini pia wanazidi kudumisha kile ambacho wanachokiamini kwamba kitaenda kuongeza thamani ya ndoa yao. Yani Stephanie Kiazizi pamoja na Hamisa Mobeto, penzi limezidi kunoga, wanazidi kuwa wako pamoja na wanazidi kuendeleza maisha yao, na wengi hawakutegemea hicho ambacho wanachokiona hivi sasa kwa wawili hao. Lakini kingine kikubwa ambacho nakizungumza ni kwamba ni couple ambayo sasa hivi inapendeka sana na ni couple ambayo inafuatiliwa sana. Ndio maana sasa hivi wameanza kusign deals, yani wameanza kuingia ubalozi na baadhi ya makampuni. Tumeshuhudia juzi wameanza kuingia ubalozi na baadhi ya kampuni kuhakikisha kwamba yani couple ipo mjini inatamba, na kama wakipewa ubalozi basi watafanya vizuri. Ndivyo ambavyo sasa hivi ilivyo. Hamisa Mobeto pamoja na Stephanie Kiazizi anza kupata ubalozi wa kuweza kuitangaza kampuni na kuweza promote kampuni. Kwa unaweza kuona namna gani ambavyo imewalipa, yani ni ndoa ambayo ina faida ndani yake. Ilivyo brandiwa, ilivyo kwenda mjini, wakaona sio tabu, basi wakaweza kuipa thamani ya kuweza kuipandisha na kuanza kuona fursa watu ambao wanamiliki makampuni kuweza kuwapa ubalozi. Ndio maana kampuni sasa hivi zimeanza kuwatafuta na wameanza kusign deals ambazo itawafanya wenyewe waendelee kuishi mjini, lakini pia endelee kupiga fedha kupitia kazi ambayo wanaifanya ya superstar ambao wako nao, lakini pia ndoa ambao wako nao. Kama tunavyojua kwamba Stephanie Kiazizi ni superstar, mchezaji bora Afrika Mashariki na Kati na Afrika kwa ujumla, lakini pia Hamisa Mobeto pia naye ni mtu maarufu sana hapa Tanzania. Ukitaka kujua hilo, nenda kapite pale kwenye Instagram yake, angalia followers ambao yuko nao, lakini pia angalia influence yake ambayo yuko nao katika mitandao ya kijamii. Inaweza kukuonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo Hamisa ni binti ambaye ni superstar, yani hilo sio la kuficha wala sio la kubedha kwa vile ambavyo alivyo Hamisa Mobeto. Kwa hiyo tayari walishaingia deals na ni mabalozi wa moja ya kampuni ya benki hapa Tanzania, na unaweza kuona namna gani ambavyo tayari mahusiano yao ya ndoa tayari yalishaanza kuwalipa, lakini pia walishaanza kunufaika na hichi. Huenda kinasababishwa na vile ambavyo walivyo serious, hawana mambo mengi, lakini kinachotoka nje ni kuonyesha watu wanapendana. Hakuna kitu kingine zaidi ya hicho, yani wanaonyesha watu kwamba yes we are loving, tunapendana.
na akipiga picha akiwa sehemu yoyote ile, wanaonyesha upendo, wanaonyesha jinsi ambavyo alivyokam, wanaonyesha jinsi ambavyo alivyo karibu, wanaonyesha jinsi ambavyo kila mmoja anamhitaji mwenzake. Hamisa anamhitaji Stephanie Kiazizi, lakini pia Stephanie Kiazizi anamhitaji Hamisa. Na kubwa zaidi, wengi wanasema kwamba sasa hivi wameanza kufanana bwana. Si unajua Waswahili wanasema kwamba mkikaa muda mrefu mume na mke mnaanza kufanana kimatendo, mwili mpaka sura. Kwa hiyo sasa hivi wanasema kwamba huenda Stephanie Kiazizi anafanana na bidada Hamisa Mobeto, na Hamisa Mobeto anafanana na Stephanie Kiazizi kwa sababu wale hapo kwenye ndoa. Na kama tunavyojua kwamba mkiwa mpo kwenye ndoa, basi kuna namna ambavyo sasa mkaanza kufanana. Ndicho ambacho kinachoonekana kwamba Stephanie Kiazizi ameanza kufanana na Hamisa Mobeto. Unaweza kujiuliza bwana, hivi ni kweli kwamba watu wakikaa muda mrefu kwenye ndoa wanaanza kufanana kama vile ambavyo ilivyo kwa Stephanie pamoja na Hamisa Mobeto? Lakini ndivyo hivyo ambavyo ulivyo kweli wataalamu, lakini pia hata wataalamu wa masuala ya saikolojia, elimu dunia wanatuambia kwamba mkikaa muda mrefu kwenye mahusiano basi mnaanza kufanana. Ndicho ambacho kinachotokea kwa Hamisa Mobeto pamoja na bidada Hamisa Mobeto pamoja na mtu mzima Stephanie Kiazizi. Kwa kuwa unaiona hivi ni kweli Hamisa Mobeto na Stephanie Kiazizi wanafanana? Lakini pia hizi deals ambazo wameanza kuingia, mabalozi haya ambao wameanza kuingia Stephanie Kiazizi pamoja na Hamisa, ni kwamba tayari kapo yao na ndoa yao imeanza kuwalipa. Wapo serious kiasi hicho, kwa maana wameanza kuingia ubia na makampuni hayo. Dondosha comment yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kushare, wengine pia wa kwanza kuwa wanapata taarifa zetu. Ni Masha TV, sehemu pekee ambapo unapata habari za superstars Tanzania na nje mpaka